mwene twe sauti ya mwana sae Seante minyanda chale siwenekele Elo hange na shika na kuhoya kana bana werelo Seante minikae chini leo nionge na wakazi wa dunia Nilio mbele yenu na mini mwanadamu kama ninyi mlivyo. Endapo nitakosea mtanisamehe maana nami binadamu. Seante minikae chini leo nionge na wakazi wa dunia. Mamangu mzazi, leo nimekuja kuzungumza na walimwengu kwa mambo niliyoshuhudia kwa macho yangu. Jamani walimwengu, tulikuja bila kitu, pesa tulizikuta na mambo mengi mazuri. Kinachosikitisha walimwengu ni hiki, pesa tumeruhusu akili itawale. Ubinadamu umeisha kwa sababu ya pesa, huruma imeisha kwa sababu ya pesa, wivu hata machungu ni sababu ya pesa. Hivi tunakoenda kuna usalama kweli? Jamani, tunakoenda kuna usalama kweli? Jamani, kwa kweli sioni usalama mbele yetu, maana akili za mwanadamu zimetawaliwa na pesa. Ubinadamu umetoka kabisa na hata huruma imeisha. Ni kwa sababu ya pesa. Ushauri wangu kwa walimwengu, tujitengeni na uovu wa dunia. Hii dunia ina mwisho wake. Tuweni na upendo kama Mungu alivyo. Mungu aliyetuumba yeye ni wa upendo. Tukiwa na upendo, amani itatawala, machungu yatakwisha kwa sababu ya upendo. Wivu utaisha kwa sababu ya upendo. Jamani, tuweni na upendo kama Mungu wetu alivyo. Mungu wetu ni wa upendo, nasi anatutaka tuwe na upendo. Huruma itakuwepo kwa sababu ya upendo. Machungu yatakwisha kwa sababu ya upendo. Tuweni na upendo kama Mungu alivyo. Tuweni na upendo kama Mungu alivyo. Jamani, tuweni na upendo kama Mungu alivyo. Kweli Mungu wetu ni wa upendo, nasi anatutaka tuwe na upendo. Na itakuwa ni vizuri tukidumisha upendo. Kwa sababu ya upendo majungu hayatakuwepo, na kwa sababu ya upendo wivu hautakuwepo. Tutakuwa na ubinadamu na pia hata huruma itatawala ndani yetu. Na dadela hange kwa mara nyingine tena nikiwa nazungumza na walimwengu. Mamangu mzazi, haya ninayoyasema yametawala pote, majungu hata wivu, kwa wapagani na kwa watu wa dini. Kanisani penyewe ni shida, watu wanasengenyana, hawana umoja wala amani ndani ya kanisa. Usalama wetu ni wapi? Ni kwa Mungu peke yake. Tusiruhusu mioyo yetu itawaliwe na pesa, wakati ni mambo ambayo tumeyakuta na tutayaacha kama tulivyoyakuta. Simenzaga kakaangu Mkanda, salimia shemeji, mwambie kwamba kwa mara nyingine tena niko nazungumza na walimwengu, nikisema ya kwamba tuacheni
kutanguliza pesa kuliko binadamu. Utangulizeni binadamu kwanza, alafu pesa ni baadaye, maana hayo ni majaliwa. Tukitumisha na upendo kama Mungu anavyotutaka, tutakuwa watu wa amani, tutaaminiana katika kila jambo. Lakini upendo tu ukitoka ndani yetu, matokeo yake ndo hayo: ubinafsi, sifa na hata majungu. Hakuna binadamu aliye bora kuliko mwingine, bali wanadamu wote ni sawa. Nenekena ala kwamba binatoba dogo bani elo hangeniza geke simenzaga. Salamu zangu ziwafikie marafiki zangu ambao mmesoma na mimi katika shule ya msingi wa Magoli, nikiwa na ushauri tu kwamba tusitangulize pesa, tutangulizeni ubinadamu. Pesa ni majaliwa, ubinadamu ni muhimu. Tukiwa na ubinadamu ndani yetu, ikizio cha kwamba tuna upendo ndani yetu, shida za mwenzako utaziona kama zako. Na wasalimia sana marafiki zangu wa kiume na hata wa kike katika kijiji cha Kabila, wale mliosoma na mimi. Simenzaga siyante miwene kelegetu weno yo wana saigete Kabila yandagalo ekaya lukangalo niza koyomba iyo nibo numwelelo majungu gatawalile no wisu watawalile kwa sababu ya hela ukotujire na tubona ke upanga ulotendelea nigiki Kishili rekodi hatari ongopa. Tushirikianeni kumuomba Mungu atusaidie kutupatia moyo wa upendo na kuweza kujitenga na dunia, maana dunia inapita, tunapita na kuyaacha pamoja na mambo yaliyomo katika dunia. Tunapita na kuyaacha mambo ya dunia, na kila mmoja atarudi katika mavumbi. Salamu jane kimpandike hange abo teke tabana bichane abakuru na balumbu. Ukijekete umwana chale oyirumbulane nikejake no usana oyirumbulizo ntale mwirage hangose yante mibisaga hangiro kabiri akizungumza na walimwengu. Babini bane lolo yashikaga na hoyi lolo kete yashikaga na hoyi lolo kete bisatala kwa mabina toho amachungu kale kabo byoko bese toto takilagwa okubizanago. Mungu wetu aliyetuumba ni Mungu wa amani na upendo, nasi watoto wake anatutaka kuwa na amani na upendo. Lakini hapa duniani kwa sababu ya pesa tunatengana, wengine tunaonekana kuwa ni bora, sio bora. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Mamangu mzazi pamoja na watoto wenzangu, makaka pamoja na dada zangu, tujitengeni na ulimwengu. Dunia kwa sasa hivi ilikofikia ni kubaya.
babini bane lolo itela kwitegele nile bole mwene ko kwemela hanafasi ya kwegete kitero chikola mwisho hahukumushi kitero chikola mwisho hahukumgete umwi hayerirwe na wasalimu wote mashabiki zangu ambao mmenifikisha hapa nilipo mpaka sasa. Nazidi kumwomba Mungu aendelee kuwajalia. Nami nazidi kuwasihi na kuwaomba ya kwamba tuweni na upendo. Upendo usipungue ndani yetu. Maana upendo utatuondolea ubinafsi. Upendo utatuondolea sifa. Kila mmoja atamuona mwenzake ni bora kuliko yeye. Huo ni upendo. Mungu tusaidie tufae na kupendeza mbele zako. Hili ni jambo ambalo nimekuwa nikilishuhudia. Watu wanakosana kwa sababu ya pesa. Mataifa yakipigana kwa sababu ya pesa. Tutafanya nini? Mungu tusaidie. Pesa isitawale akili zetu, bali upendo wako utawale ndani yetu. Na mke shabo seke tawa na mpanda abatuko bane na ashika kahankira kuna namna ene. Mungu atusaidie sana.